Mtazamo ndio somo letu, na kila mmoja anaweza akawa na maana yake anavyoelewa kuhusiana na mtazamo au neno mtazamo. Lakini mimi nimeeleza hapa kwamba mtazamo ni taswira iliyokubalika moyoni mwa mtu. Ni taswira, ni fikra iliyokubalika moyoni mwa mtu na kujenga msimamo na kuzaa dira au msingi wa maisha ya mtu. Mtazamo ni taswira, ni picha iliyokubalika moyoni mwa mtu iliyosababisha kujengwa kwa msimamo na kuwa na dira yenye msingi wa maisha. Mtazamo ni jumla ya vile mtu alivyoamini, ni jumla ya imani ya mtu. Kwa maana ya mtazamo unajenga imani. Imani inajenga mtazamo. Imani huwa inajenga mtazamo. Kwa nini? Kwa sababu mtazamo ni taswira ambayo ni msimamo, ambayo ni msingi wa maisha ya mtu. Unachokijua ndiyo mtazamo wako. Mtazamo hutoa jumla ya maisha ya mtu. Tukitaka kuona matokeo ya maisha, tutautafsiri msimamo wako. Mfano, mtu ni mcha Mungu na ni mhubiri. Tukitaka kujua mtazamo wake wa maisha, tutasema kwamba huyu mtu anamjua Mungu na amekubali kumtumikia nani? Mungu. Na huo ndio mtazamo wake kumhusu. Unamkuta mtu amelima shamba, ukimuuliza habari za kiuchumi, hata kueleza habari za miundombinu ya mazao. Huo ndio mtazamo wake wa mambo ya uchumi. Huyu mkulima anatafuta fedha kwa njia ya kilimo, kwa maana mtazamo wake upo kwenye kilimo. Ni tofauti na mtu ambaye anatengeneza uchumi wake kwa njia ya biashara ya mavazi. Huyo njia ya biashara, mtazamo wake wa kiuchumi uko kwenye nini? Kwenye biashara ya mavazi. Ndivyo ambavyo tunatofautiana. Mitazamo huwa inatofautiana kutokana na mtu mmoja hata mwingine. Wewe mtazamo wako ni upi? Utaniuliza kwenye eneo gani? Ni kweli kila eneo huwa linajengwa na mtazamo wake. Kwa nini upendi kusoma? Kwa sababu huyu ambaye apendi kusoma amepokea mtazamo tofauti na kusoma. Halo? Na hicho alichokipokea tofauti na kusoma kimetengeneza msimamo na kuzaa matokeo ya maisha. Kwa hiyo mtu anaacha shule kwa sababu alipokea wazo fulani, fikra fulani. Ile fikra ikatengeneza msimamo. Kwa hiyo akasema, mimi sitaweza kusoma, mimi sitaweza kulima, mimi sitaweza kuhubiri. Kwa hiyo hayo ambayo yamekuja kupinga haya ni mitazamo pia. Na mtu atasema kwamba kuna mtazamo bora na mtazamo dhaifu. Kuna mtazamo sahihi na mtazamo ambao sio sahihi. Lakini mtazamo hubadilika, na mtazamo hubadilika kwa kubadilishwa na mtazamo mwingine.
Mtazamo hubadilika kwa kubadilishwa na mtazamo mwingine. Ndani ya moyo wa mtu, ndani ya akili ya mtu kuna mtazamo. Ili uondoe mtazamo mpaka ulete mtazamo mwingine. Hauwezi ukaondoa mtazamo kama hakuna mtazamo mwingine. Kwa nini? Kwa sababu mtazamo ni picha, ni taswira ya maisha ya mtu. Sasa ukisoma kitabu cha Hesabu sura ile ya 13 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3, kitabu cha Hesabu sura ile ya 13, Hesabu 13 mstari wa kwanza mpaka wa 3, kama yuko msomaji. Hesabu sura ile ya 13 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Nitasoma mstari kadhaa, naomba nisikilizwe vizuri. Anasema, kisha Bwana akanena na Musa akamwambia, tuma watu ili waende wakaipeleleze nchi ya Kanaani niwapayo wana wa Israeli. Katika kabila ya baba zao mtamtuma mtu mmoja kila mtu, na awe mkuu kati yao. Basi Musa akawatuma kutoka nyika ya Parani kama alivyoagizwa na Bwana. Wote walikuwa ni watu waliovichwa vya wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipofika Parani, Mungu akasema na Musa. Mungu akampa Musa agizo, akawambia, tuma wapelelezi 12 wakaiendea ile nchi niwapaye, nchi ya Kanaani. Kazi ya upelelezi ni kwenda kupeleleza. Kabla mjaingia, wao waende wakaiangalie ile nchi. Maandiko yanasema kila kabila likatoa kichwa kimoja, mtu aliyekuwa kiongozi. Wakakutana watu 12, wakaondoka kama jeshi la wapelelezi katika nchi ya Kanaani. Wapelelezi wanakwenda kuitamalaki, kuipeleleza nchi ambayo wamepewa. Biblia inasema nchi niliyowapa, sio ninayokwenda kuwapa, nchi niliyowapa. Mungu anawaambia kupitia kinywa cha Musa, nendeni mkaipeleleze nchi niliyowapa. Turudie mstari wa 2. Anasema tuma watu ili waende wakaipeleleze nchi ya Kanaani niwapaye wana wa Israeli. Katika kabila ya baba zao mtamtuma mtu mmoja kila mtu, na awe mkuu kati yao. Ukisoma mstari wa 17 mpaka 20, 17-20, Musa akawapeleka ili waipeleleze nchi ya Kanaani. Akawaambia, pandeni sasa katika Negebu, mkapande mlimani, mkaitazame nchi ni ya namna gani, na watu wanaokaa ndani yake, kwamba ni hodari au dhaifu, kwamba ni wachache au wengi, na nchi wanayoikaa kwamba ni njema au mbaya, kwamba wanakaa katika matuo au katika ngome. Nayo nchi ni ya namna gani, kwamba ni nchi ya maunono au njaa, kwamba ina msitu au sivyo, au ya njaa. No, iweni na moyo mkuu, mkalete matunda ya nchi. Basi wakati ule ulikuwa ni wakati wa kuiva zabibu za kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya agizo kutoka na vichwa, kwa maana viongozi, kila kabila, makabila 12, kila kabila mtu mmoja, wakaondoka. Maagizo wakaitamalaki kwa kuipeleleza, wajue ni nchi inayozaa au ya njaa, wajue ni watu wake ni hodari au dhaifu. Wale watu wakaondoka. Maandiko yanasema walikaa siku 40 wakipeleleza Kanaani, wajue watu wake wakoje.
Mtazamo ndio somo letu, na kila mmoja anaweza akawa na maana yake anavyoelewa kuhusiana na mtazamo au neno mtazamo, lakini mimi nimeeleza hapa kwamba mtazamo ni taswira iliyokubalika moyoni mwa mtu. Ni taswira, ni fikra iliyokubalika moyoni mwa mtu na kujenga msimamo na kuzaa dira au msingi wa maisha ya mtu. Mtazamo ni taswira, ni picha iliyokubalika moyoni mwa mtu iliyosababisha kujengwa kwa msimamo na kuwa na dira yenye msingi wa maisha. Mtazamo ni jumla ya vile mtu alivyoamini, ni jumla ya imani ya mtu. Kwa maana ya mtazamo unajenga imani. Imani inajenga mtazamo. Imani huwa inajenga mtazamo. Kwa nini? Kwa sababu mtazamo ni taswira ambayo ni msimamo, ambayo ni msingi wa maisha ya mtu. Unachokijua ndiyo mtazamo wako. Mtazamo hutoa jumla ya maisha ya mtu. Tukitaka kuona matokeo ya maisha, tutautafsiri msimamo wako. Mfano, mtu ni mcha Mungu na ni mhubiri. Tukitaka kujua mtazamo wake wa maisha, tutasema kwamba huyu mtu anamjua Mungu na amekubali kumtumikia nani? Mungu. Na huo ndio mtazamo wake kumhusu. Unamkuta mtu amelima shamba, ukimuuliza habari za kiuchumi, hata kueleza habari za miundombinu ya mazao. Huo ndio mtazamo wake wa mambo ya uchumi. Huyu mkulima anatafuta fedha kwa njia ya kilimo, kwa maana mtazamo wake upo kwenye kilimo. Ni tofauti na mtu ambaye anatengeneza uchumi wake kwa njia ya biashara ya mavazi. Huyo njia ya biashara, mtazamo wake wa kiuchumi uko kwenye nini? Kwenye biashara ya mavazi. Ndivyo ambavyo tunatofautiana. Mitazamo huwa inatofautiana kutokana na mtu mmoja hata mwingine. Wewe mtazamo wako ni upi? Utaniuliza kwenye eneo gani? Ni kweli kila eneo huwa linajengwa na mtazamo wake. Kwa nini upendi kusoma? Kwa sababu huyu ambaye apendi kusoma amepokea mtazamo tofauti na kusoma. Halo? Na hicho alichokipokea tofauti na kusoma kimetengeneza msimamo na kuzaa matokeo ya maisha. Kwa mtu anaacha shule kwa sababu alipokea wazo fulani, fikra fulani. Ile fikra ikatengeneza msimamo. Kwa akasema, mimi sitaweza kusoma, mimi sitaweza kulima, mimi sitaweza kuhubiri. Kwa hiyo hayo ambayo yamekuja kupinga haya ni mitazamo pia, na mtu atasema kwamba kuna mtazamo bora na mtazamo dhaifu, kuna mtazamo sahihi na mtazamo ambao sio sahihi. Lakini mtazamo hubadilika, na mtazamo hubadilika kwa kubadilishwa na mtazamo mwingine.
Mtazamo hubadilika kwa kubadilishwa na mtazamo mwingine. Ndani ya moyo wa mtu, ndani ya akili ya mtu kuna mtazamo. Ili uondoe mtazamo mpaka ulete mtazamo mwingine. Hauwezi ukaondoa mtazamo kama hakuna mtazamo mwingine. Kwa nini? Kwa sababu mtazamo ni picha, ni taswira ya maisha ya mtu. Sasa ukisoma kitabu cha Hesabu sura ile ya 13 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3, kitabu cha Hesabu sura ile ya 13, Hesabu 13 mstari wa kwanza mpaka wa 3, kama yuko msomaji. Hesabu sura ile ya 13 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Nitasoma mstari kadhaa, naomba nisikilizwe vizuri. Anasema, kisha Bwana akanena na Musa akamwambia, tuma watu ili waende wakaipeleleze nchi ya Kanaani niwapayo wana wa Israeli. Katika kabila ya baba zao mtamtuma mtu mmoja kila mtu, na awe mkuu kati yao. Basi Musa akawatuma kutoka nyika ya Parani kama alivyoagizwa na Bwana. Wote walikuwa ni watu waliovichwa vya wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipofika Parani, Mungu akasema na Musa. Mungu akampa Musa agizo, akawambia, tuma wapelelezi 12 wakaiendea ile nchi niwapaye, nchi ya Kanaani. Kazi ya upelelezi ni kwenda kupeleleza. Kabla mjaingia, wao waende wakaiangalie ile nchi. Maandiko yanasema kila kabila likatoa kichwa kimoja, mtu aliyekuwa kiongozi. Wakakutana watu 12, wakaondoka kama jeshi la wapelelezi katika nchi ya Kanaani. Wapelelezi wanakwenda kuitamalaki, kuipeleleza nchi ambayo wamepewa. Biblia inasema nchi niliyowapa, sio ninayokwenda kuwapa, nchi niliyowapa. Mungu anawaambia kupitia kinywa cha Musa, nendeni mkaipeleleze nchi niliyowapa. Turudie mstari wa 2. Anasema, tuma watu ili waende wakaipeleleze nchi ya Kanaani niwapaye wana wa Israeli. Katika kabila ya baba zao mtamtuma mtu mmoja kila mtu, na awe mkuu kati yao. Ukisoma mstari wa 17 mpaka 20, 17-20, Musa akawapeleka ili waipeleleze nchi ya Kanaani. Akawaambia, pandeni sasa katika Negebu, mkapande mlimani, mkaitazame nchi ni ya namna gani, na watu wanaokaa ndani yake, kwamba ni hodari au dhaifu, kwamba ni wachache au wengi, na nchi wanayoikaa kwamba ni njema au mbaya, kwamba wanakaa katika matuo au katika ngome. Nayo nchi ni ya namna gani, kwamba ni nchi ya maunono au njaa, kwamba ina msitu au sivyo, au ya njaa. No, iweni na moyo mkuu, mkalete matunda ya nchi. Basi wakati ule ulikuwa ni wakati wa kuiva zabibu za kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya agizo kutoka na vichwa, kwa maana viongozi, kila kabila, makabila 12, kila kabila mtu mmoja, wakaondoka. Maagizo wakaitamalaki kwa kuipeleleza, wajue ni nchi inayozaa au ya njaa, wajue ni watu wake ni hodari au dhaifu. Wale watu wakaondoka. Maandiko yanasema walikaa siku 40 wakipeleleza Kanaani, wajue watu wake wakoje.
Hawa watu wana nguvu kiasi gani? Wajua hii nchi ina rutuba au haina rutuba. Wajua hawa watu ndani ya nchi wanakaa kwenye ngome au wako kwenye matuo. Matuo maana yake communities ndogo ndogo, wako tu kama sisi tulivyo hivi kwenye matuo. Yaani kila mtu ana eneo lake, tofauti na miji ya zamani. Miji ya zamani ilikuwa na ngome kama Yeriko. Yaani Usagara nzima tumezungushiwa ngome, tuko ndani ya ngome. Kuna lango la kutokea na lango la kuingilia. Kwa wanaambia ndeni mkaangalie ile nchi ni ya ngome au watu wanaishi kwenye matuo. Wapelelezi wakaenda kuipeleleza nchi. Ukiangalia process ambazo zinafanyika hapa ni process za kiintelijensia za kijeshi. Mpendwa, adui haingiagi kwenye maisha ya mtu mara moja. Huwa anatuma wapelelezi, huwa anatafuta ajua ataingilia mlango gani. Funga milango yote ambayo adui anaweza akaitumia kuingia ndani yako. Maandiko anasema pepo limtokapo mtu humtoka kisha uende, lakini pia urudi kuangalia nyumba yake bado ni safi, kwa maana ya kwamba hakuna ulinzi katika hiyo nyumba, kwa maana ya mtu ambaye ametolewa pepo. Maandiko anasema akikuta nyumba iwazi haingii, huondoka, anaenda kutafuta mapepo 7 yenye nguvu zaidi yake, afu anakuja anaingia. Maandiko anasema hatima ya mwisho ya mtu huwa mbaya kuliko ya kwanza. Jitahidi katika maisha yako ya imani, usiwe mtu wa kujaribu maisha, usiwe mtu wa kucheka na adui. Ulishaamini imani yako ikusaidie kufunga malango yote ambayo adui anaweza katumia kuingiza vita yake juu yako. Na adui, maandiko anasema ni kama simba hangurumani. Yeye achoki, anazunguka, anatafuta wapi kwa jadu, wapi kwa mchungaji, wapi kwa mchungaji, wapi kwa mzee wa kanisa, wapi kwa kiongozi ambako mlango umefunguliwa ili aingie. Na akipata kuingia, utaona mazingira yako yanabadilika, akili yako kuwaza inabadilika, unaanza kuona hali ya afya inabadilika, unaanza kuona ndoa inabadilika, watoto hawaeleweki, uchumi unabadilika, unaanza kuwa katika hali ya uharibifu, kwa sababu tayari kuna mgeni ambaye sio rasmi ameingia. Hawaingiagi moja kwa moja, wanaanza kupeleleza. Unashangaa tu kuna mtu amekuja, unashangaa tu umepokea simu fulani, unashangaa tu marafiki wa ajabu ajabu, unashangaa tu kuna jambo fulani ambalo linakuja, unadhani kwamba ni hali ya kawaida ya maisha. Hapana, lazima uwe na jicho la kiroho la kuangalia na kuchunguza na kufanya tathmini kwamba no, ugeni sio ugeni salama. Sema amina. Ugeni sio salama, hauna namna, haujui. Nakwambia kuna mambo ya kawaida ambayo unaweza ukadharau ukafikiri ya kawaida, kumbe adui anakuwinda. Mfano tu, ndio umeamka Jumapili, mwili hovyo, mwili, alafu adui anakukumbusha, unajua Ijumaa na Alhamisi ulifanya kazi ngumu sana. Mwili umefanyaje? Adui anakumbusha, unajua baba mkwe anakuja na yupo hapa mjini, haujui atakuja kwako saa ngapi, na amekwambia anakuja. Adui anakwambia, anakueleza namna ya kukufanya uachane na ibada, na unasema sawa, unajua ni baba mkwe, unajua ni afya, unajua ni dili, nimeambiwa niende kwenye interview mapema, unajua ni dili, nimeambiwa nikakutane na mtu fulani kwa ajili ya kunipa kazi, kwa ajili ya kunipa tena. Na umeiacha hii Jumapili. Sasa utapata tenda, lakini utampata na mgeni asiye. Wangapi walishia kuacha ibada 1 2 wakaanza kujiona wanarudi nyuma, yaani ukajiona mzito ndani, yaani unajiona kabisa hapa si. Sasa wewe utoka kwenye hivyo viwango. Mimi nikikwepa maombi au nikiacha kuomba siku hii, yani network bwana zinahama kabisa. Zinahama.
Yaani hakuna cha kujifanya wala utapambana wapi. Network zimehama. Sina hama kabisa. Kwa sababu na hapa sasa kuna mgeni ambaye sio rasmi. Unaona kuna uchungu unaingia. Unaona kuna mzigo unaingia. Unaona kuna hali ya kudharau unaingia. Unaona kuna hali yaani unapuuza, mapuuza fulani yanaingia. Jua kwamba hapo kuna mgeni. Kuna mpeleleza anaingia hapo. Anakuja kukupeleleza ili alete majeshi yake ya kuharibu. Kwa maisha ya imani ni mapambano. Na nikasema ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Kuna wakati utakuwa ni wa shwari, utakwenda kanisa. Kuna wakati utakuwa ni wa vita, utalazimika kwenda wapi? Kanisa. Kuna wakati utakuwa nazo nyingi, utatoa sadaka. Kuna wakati hautakuwa nazo, utalazimika kutoa nini? Sadaka. Si kwa sababu mchungaji anakulazimisha, kwa sababu moyo wako mbele za nani? Toka kwa mchungaji atanionaje? Uende kwa Mungu atanichukuliaje? Toka hapo kwamba kuna michango mingi. Naenda kwa Mungu kwamba akitoro yako hivyo ulivyo navyo wewe utavila. Kwa hiyo ulivyo navyo si zaidi ya Mungu uliye nayo. Halo. Kwa sababu yeye haangalii ulivyo navyo, anaangalia uhai ulioshikilia vyote ulivyo. Mshukuru Mungu kwa kila. Kuna vitu Mungu anakufanyia wewe kwenye maisha yako, halafu unafikiria tu, haujui, halafu unafikiria tu maisha yako ni vile ambavyo una akili sana, vile ni vile ambavyo una connection nyingi sana, ni vile ambavyo una juhudi sana. My friend, wako wenye juhudi na wana juhudi zaidi yako, ila wewe tu ni neema iko juu yako. Kuna watu wanakula mlo kamili kila wakati, breakfast, mlo kamili. Kuna mkate wenye Blue Band au siagi, kuna mboga za majani, kuna nyama supu, kuna mayai pembeni, kuna glasi ya maziwa pembeni, halafu kuna stiki, kuna tishu ziko pembeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Halo. Na sabuni nzuri ya kuondoa bakteria ya kunawia. Lakini wanachopitia hawaamini macho yao. Na walishaambiwa kabisa, usile mafuta, usile chumvi, usile hichi. Wao wanafikiri ni kawaida. Kumbe maisha ya uhai yana connection na nani? Na Mungu. Lakini wewe unatoka zako hapa, hata breakfast hauna uhakika kama utakula. Ukikuta huko umepata neema, umepitia mabagia yako mtaani na kikombe cha 200 cha chai, unakula na unanawili vizuri. Maandiko yanasema kwamba akina Adani yeli kule Babeli wakaambia toeni vyote mtuachie tu mtama, na walinawili kuliko waliokula vinono kuliko wao. Wewe maisha yako na vyote ulivyo navyo ni neema ya nani? Usifikiri akili sana, no. Maandiko yanasema tumieni akili ipasavyo, lakini kwa neema ya nani? Kwa ukai unajua kwamba mimi maisha yangu yameshikiliwa na nani? Akili zangu ziko kwa nani? Mtazamo wako wewe una mtazamo gani? Sitaweza kueleza mambo mengi sana kwa sababu hili somo ni pana sana, lakini ninachoweza kueleza kwako asubuhi ya leo ni upi mtazamo wako kuhusiana na mahusiano yako na Mungu. Una mtazamo gani? Mitazamo tulionayo au mtazamo tulionao ni mtazamo ambao umejengwa katika neno la Mungu. Sema wote tunafanania kwenye mtazamo, ila karama ndo tofauti, vipawa ndo tofauti, na vipaumbele vya kibinafsi tofauti, ingawa kipaumbele cha Kristo ni kimoja. Maandiko yanasema nitalijenga kanisa langu juu ya mwamba, wala malango ya kuzimu hatashinda. Yaani neno ni Mungu ni moja, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wao, mkawahubiri na kuwafundisha kweli.
mkizunguka juu ya miisho ya nchi yote. Sasa angalia namna ambavyo wao wapelelezi walivyorejesha mitazamo yao, yani walivyorejesha taarifa kutokana na mitazamo yao. Niseme mitazamo kwa sababu walikwenda pamoja, wote kwa pamoja wakawa kundi moja, na wakapewa maelekezo yanayofanana. Halo, walitoka mtu wakarudi watu. Mstari ule wa 25:33 maandiko yanasema, wakarejea baada ya kuipeleleza nchi mwisho wa siku 40, wakaenda wakafika kwa Musa na kwa Haruni na kwa mkutano wote wa wana wa Israeli katika jangwa la Parani huko Kadeshi. Wakawaletea habari wao na mkutano wote, wakawaonyesha matunda ya nchi, wakawaambia wakisema, tulifika nchi ile uliyotutuma, na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na haya ndiyo matunda yake. Lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni hodari, na miji yao ina maboma, nayo ni makubwa sana. Na pamoja na hayo tuliwaona wana wa Anaki huko. Amaleki anakaa katika nchi ya Negebu, na Mhiti na Myebusi na Mwamori, na wanakaa katika vilima, na Mkanani anakaa karibu na bahari na kando ya ukingo wa Yordani. Kalebu akatuliza watu mbele ya Musa, akasema, na tupande mara tukaitamalaki, maana twaweza kushinda bila shaka. Sema amina. Sema, Bwana Yesu, nisaidie kushinda katikati ya majaribu, katikati ya mitihani, katikati ya kila vita ya kunizuia. Nipe moyo wa ushujaa, nipe moyo wa ushujaa katika jina la Yesu. Hawa wapelelezi walirejesha taarifa ambazo hazikufanana. Wengi waliokuwa 10 kati ya 12 wakawaambia, tumekwenda na kule tumekuta miji mikubwa, tena ina maboma, tena tukawaona kuna wana wa Anaki. Wana wa Anaki ni kizazi ambacho kilikuwa cha hatari sana. Ni wanasema wanazuoni kwamba ni moja, yani ni mfano wa Goliati. Fahamu Goliati? Wana wa Anaki walikuwa ni mashuhuri, wanasifika katika vita, walikuwa ni watu wa kuogofya na kuogopwa. Walikuwa hawana mchezo kuitetea nchi yao, kutetea mali zao, hata kukabili nchi nyingine. Yani ilikuwa ni jeshi ambalo linaogopwa sana, kilikuwa ni kizazi ambacho kinaogopwa sana. Kwa wakawambia, kule tumekuta watu wa hatari sana, tumekuta watu wa Dar es Salaam, tena miji yao haiingiliki. Ile miji ina maboma, watu wale ni watu wa ajabu sana, tena sidhani kama itawezekana, maana tulichokiona ni cha ajabu sana. Maandiko yanasema akainuka Kalebu. Kalebu alikuwa na mtazamo mwingine tofauti na hao wengine wapelelezi 10. Kalebu na Yoshua wakasimama wakawaambia Musa na mkutano, maandiko yanasema wakawatuliza, maana walitaharuki. Watu walitaharuki. Alo, Bwana Yesu asifiwe sana. Wakasema, sasa huyu Mungu, nadhani waliwaza, wakasema, sasa huyu Mungu alitutoa hana kutukutanisha na majitu ya hivyo, mije ni mangome ya namna hiyo, watu hodari wa namna hiyo, tutaweza kweli? Ndivyo ambavyo unaona uchumi wako leo. Sema amina. Ndivyo ambavyo unaona ndoa yako ile, hivyo ndivyo unavyoona wewe. Yaani hapo upo tu kanisa, lakini unasema sidhani kama siku moja itawezekana. Nilichowaambia hapo kabla ya mahubiri, mmenielewa vizuri? Haya mambo mtayaona, sio kuyasikia, yulisi, na mtayala kama ni ya kujua. Mtayaona na watoto wenu, kama sio ninyi, yatawafaidia katika maisha yao. Kwa nini? Kwa sababu hofu haijawahi kumpa ushindi mtu yoyote. Hofu, mashaka hajawahi kumpa ushindi mtu yoyote. Mguu mmoja ndani, mguu mwingine nje. Huyo mtu wa namna hiyo hajawahi kuwa mshindi hata siku moja.
chagua ni moto au baridi. Hapa Pelezi 10 wakaeleza ukweli wa walichokiona, walieleza ukweli wa walichokiona. Hebu niangalia usoni. Wakaeleza ukweli wa walichokiona. Say, vyuma vimekaza. Hivi uko kwenu vipi? Huku hali ni ngumu. Hali mchungaji hujui tu, wewe omba, niombe tu, ila hali ninayopitia ni ngumu sana. Mchungaji niombe, ila naona ndoa inaenda kuvunjika. Mchungaji niombe, nimeshasema na mtoto wangu, nimeinua mikono. Mchungaji niombe. Yaani unakuja kuombewa, tayari unakaa mtazamo fulani, mtazamo huo unabadilika. Kwa nini kuikamatilia hilo? Utanufaika kwa hilo. Ukibebelea hasi utanufaika kwa hasi, ukibebelea kushindwa utanufaika na kushindwa. Haya maneno yetu ukituambia maisha magumu, hatutokupa reward, hatutokupa zawadi. Ukituambia unapitia magumu, sisi hatutokupa zawadi. Halo, hata kama tutalia pamoja na wewe, anayesikia maumivu ni wewe, wala sio. Si unanielewa vizuri? Tutakufariji, tutakupoza. Anayeumia si anayekupoza, ni wewe. Faraja na huzuni ya mtu anayekufariji haikusaidii sana, ni 1% au 2%, ila 98% ni wewe kuamka kutoka kwenye usingizi uliolala, ni wewe kuamka kutoka mahali ulipoangukia, ni mtazamo kubadilika na kusimama na kusema mimi ni hodari. Maandiko yanasema walio dhaifu na waseme ni hodari. Unajinenea nini? Hawezi ukawa na mtazamo mbovu na ukajinenea vizuri, haiwezekani. Badilisha mtazamo wako. Mtazamo wako kufanikiwa haijalishi, haina maana kwamba uwe na watu wengi ambao watakuelewa. Uwe nafika mahali wewe mwenyewe unabaki mwenyewe, maada una amani moyoni, maada neno la Mungu linakubali. Baki na mtazamo wako, mwisho wa siku utavuna matokeo mazuri. Usitafuta huruma za watu. Hata hivyo watu huwa wanakuchoka. Hivi unaelewa? Unaelewa? Mwanadamu hata kama ni mama yako, hata kama ni baba yako, itafika mahali atakuchoka. Ushakutana na mtu ambaye anasubiri mama afya arithi nyumba? Ushakutana naye wewe mtu? Bado hujakutana naye. Ushakutana na mtu ambaye anasema sijui baba Mdingi ataondoka lini nimiliki nyumba? Ushakutana naye huyo? Halafu ushakutana na mtu ambaye kwao kuna majumba ya kutosha, lakini utamkuta anafanya kazi kwa bidii, anataka ajenge ya kwake. Hawa watu ni watu ambao wana mitazamo miwili tofauti. Wewe una mtazamo gani? Kwa sababu unachokisikia ndio ambacho kinatengeneza imani, na imani yako ndio inatengeneza nini? Msimamo, kwa maana ya mtazamo. Wewe una mtazamo gani kuhusiana na huduma yako? Je, imekufa au bado iko hai? Una mtazamo gani kuhusiana na ndoa yako na familia yako? Unaona inaenda kuangamia au bado unauona utukufu wa Mungu wacha? Kuna watu wengine washakata tamaa. Unajua wapo wanaoolewa lakini sio mimi, na huo nao ni nini? Ni mtazamo. Naangalia machoni. Mimi mchungaji niombe, lakini mimi kuolewa hamna. Unamuuliza wewe ni sister? Lakini mchungaji, okay sawa. Kuolewa sawa. Wewe ni mwanaume? Mwanamke. Sasa mbona kama maneno yako na ulivyo havifanani? Akija mwanaume akaniambia mchungaji mimi siolewe, nitamshangaa. Lakini mwanamke ukiniambia siolewe, nakushangaa zaidi. Tena nakushangaa zaidi. Kwa sababu shida sio kuolewa, shida ni nini? Shida sio uchumi, shida ni nini? Wangapi wanajua simu?
Simu unaifahamu? Ile simu ndani huwa ina nini? Ina line, si ndivyo? Wewe ni kama simu. Simu, wanani anatumia simu ya line moja? Line moja. Yes, una simu ya line moja. Tuambie vizuri, huo ushuhuda wa kweli. Unaapa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na yote nitakayozungumza ni kweli, tena ni kweli kabisa. Naapa mahakamani. Una line gani kwenye simu yako? Ya line moja. Line gani umeweka? Yani ina line, wewe unaweka line gani, mtandao gani? Aya, kaa sasa. Umeweka Airtel kwenye line, kwenye simu ya line moja. Jamani, simu ya line moja mnafahamu? Inaweza kuweka line nyingine? Eti simu ya line moja inaweza kuweka line nyingine? Labda mniambieni. Sasa ila kuna namna, kuna kitu kinaitwa eSIM. Unaweza kukata line 3 kwenye simu. Zinakataa. Kuna simu ambazo zina line, zina eSIM, sawa? Sasa kuna uwezekano nikimaliza kuongea mnaitikie amina, sawa? Kuna uwezekano simu ya line ya A kupokea message ya simu ya line ya C. Sema amina. Hey, mnakubali? Hamjanielewa. Simu ambayo ina line ya Voda ipokee message za Airtel. Mbona mlitikia sasa? Sasa niombe mseme amina. Haiweze? Kwa semeni amina sasa. Mnakubali? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mwende na mimi taratibu, sawa? Kwa hiyo ndani kuna line ya mtandao fulani, lakini message ambazo zinaingia za mtandao mwingine. Inawezekana? Inawezekana. Wewe ni kama simu. Ukija kanisani ni mtu wa nani? Wa Mungu. Lakini matusi yanotoka kwenye kinywa, so ni kama, yani ni ya shetani kabisa. Sasa tuambie, nani iko ndani? Ni Mungu au ni shetani? Okay, sawa, hakuna hayo. Lakini una Mungu, unachokiwaza kuhusiana na maisha yako ni cha shetani kabisa, kuzimu kabisa. Wacha nikueleze ukweli. Muumba wa mbingu na nchi ni nani? Mali na vitu vyote vilivyoko duniani ni mali ya nani? Au ni ya shetani? Ni ya nani? Mungu akikutajirisha, ukitajirika, umetajirishwa na Mungu, shetani na Mungu. Kwa hiyo mnaamini Mungu huwa anatajirisha? Mbona amina zimepungua? Amina. Kwa hiyo mnaamini Mungu huwa anamuinua mtu? Kwa hiyo naamini Mungu anaweza kukutajirisha? Amina. Sasa huwa nakutana na watu, tunaanza kupiga story. Mtu anakuambia naona kama naenda kufa maskini. Anaona kwamba anaelekea kufa kwenye umaskini. Sio kosa lako kuzaliwa maskini, ila ni kosa kubwa kufa. Ongezeni sauti wapendwa, kwa sababu hata ukiongea kwa sauti ya chini, shetani bado hatakupenda. Shetani anataka ufe tu maskini, na hataki wewe ujenge makanisa, hataki wewe uprinti Biblia nyingi zaidi, hataki wewe uhubiri injili kupitia fedha zako. Shetani hataki. Ndio maana nisitumie neno, nitumie hapa. Ndio maana anakubembeleza ukubali wewe ni maskini. Sema leo, mimi sio maskini. Sema tena, mimi sio maskini. Tena bora hata maskini. Anakwambia wewe ni fukara kabisa. Yaani fukara hata hajua atakula nini, atavaa. Wewe sio hivyo, wewe sio hivyo wewe. Ni vile tu gorofani hapajakaa, pakae memory card iingie. Sawa Maria? Memory card nzuri iingie, ikiingia hapa unakopeshaga mikopo.
Mtu akija akisema kwamba naomba mkopo nikanunue chips, utampa? Sikia sasa. Kwa nini haumpi? Kwa sababu mtazamo wake ovyo, sio mtazamo wa kuzalisha. Mtu anakuja kwambia kuna biashara, njoo nikuonyeshe biashara yako, njoo paone dukani kwangu, alafu unipe hela niongeze nini, utompa. Si mnaelewa vizuri? Kwa kinachotofautishwa ni mtazamo. Badilisha mtazamo wako. Hata hayo ya udhaifu ambao umeyabeba kana kwamba aliuzaliwa nayo, kumbe uliyakuta tu duniani, hayatakusaidia, yatuwe. Maana tukasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na nini, nami nitawapumzisha. Hilo ndo kusudi la Mungu, wewe kuwa huru. Mizigo yote ya kimitazamo, mitazamo asiasi tu. Ulelewa ni nani? Orphan, yatima. Umelelewa ni yatima, halafu umeishi maisha magumu sana, ukaishi maisha magumu sana, halafu umekuzwa hasa, umejitegemea, umeoa. Unajua baba yenu niliishi maisha magumu sana. Sawa, maisha magumu nakusaidia nini sasa? Kwanza hizo story mimi sizitaki. Ndio maana hata wasters nimesimulia tu hapa kwa sababu tu kuwajenga tu. Lakini zinanisaidia nini mimi? Mama Janet, story zinanisaidia nini? Yaliyopita si ndwele, tugange. Yajayo wenyewe tu unaona kama yaliyopita. Yaani uko hapa na yajayo unaona kama yaliyo. Maandiko yanasema heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Kale akamwambia Musa na Israeli kwa kuwatengeneza tena kwa upya, maana watu walikata tamaa, watu waliogopa, wakasema no, hatuwezi tena kuitamalaki na kuimiliki Kanaani. Maana kuna watu mahodari, kuna watu mashujaa, kuna watu wenye nguvu, majumba yao na miji yao ina maboma makubwa. Kutamalaki pale haiwezekani. Mwambie, sema Bwana Yesu, nisaidie kutamalaki, kutawala na kumiliki kama uonavyo vyema, kama ulivyoahidi katika neno lako. Ukasema ulikuwa maskini kwa ajili yetu sisi, ili sisi tusiwe maskini tena. Natangaza neema yako ya kutawala na kumiliki kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Kwa hiyo Kalebu akabadilisha mitazamo ya watu. Sasa tunaweza. Hebu angalia Mungu alivyo na waajabu sana. Watu wawili wakawa na nguvu kuliko watu 10. Walikwenda peleleze 12. 10 wakasema hatuwezi. 2 wakasema no, tena baada ya 10 kutoa taarifa. 2 wakasema hapana, tunaweza. Sema tunaweza. Sema ninaweza. Maandiko yanasema pamoja na Mungu tutatenda mambo makuu. Pamoja na Mungu tutatenda mambo makuu. Wewe unaona nini? Unajua kansa ni hatari sana. Halo, kansa ni hatari. My friend, go with your cancer. Leave us with our God. Ondoka na kansa yako, tuache na Mungu wetu. My friend, faith ni hali ya kuwa kichaa kwa ajili ya Mungu. Imani haiendi na ustaarabu wa mwili. Imani haiendi na ustaarabu wa nini? Kuna wakati unakunywa dawa sana, halafu nafika mahali Mungu mwenyewe anasema na wewe acha dawa. Unasema sasa nilikuwa naishi kwa nini? Nitawezaje kuishi bila dawa? Unajua kuna watu wanatembeaga na dawa. Mchungaji, siwezi kufunga, mimi nina nini? Nina dose. Mungu anasema na wewe acha. Muamini nani? Afu nashangaa hofu ya kufa inaondoka, ndio unaishi miaka mingi zaidi ya waliokutabiria kufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa, aliyekamata uhai ni nani? Ni Mungu. Bado unielewi? Aliyekamata uhai wako ni nani? Muasisi wa maisha yako ni nani? Ni Mungu. Badilisha mtazamo wako. Kwa nini? Kwa imani ambayo inaingia ndani yako mchana wa leo. Imani hii ya yasiyowezekana kuwezekana iingie ndani yako, ibadilishe mtazamo wako. Ni jambo tu la mtazamo. Wewe sio hivyo ulivyo wewe. Yaani unafika mahali unasema sasa mimi hapa nimemaliza maisha. Hapana. Bado Mungu anajenga na wewe. Bado Mungu anajenga na wewe.
Toka kwenye mtazamo wa hasi, nenda kwenye mtazamo wa ushindi katika Mungu. Toka hapo. Kumbe jina lako, badilisha mtazamo kwa imani ya neno la Mungu. Madam, mko shuleni, lakini wewe unavyoishi tofauti na wengine. Kwa sababu ya nini? Ya mtazamo. Wote mishahara ni sawa, lakini wewe ndio unakopesha wenzako. Wote mishahara ni sawa, lakini wewe unajua ninaishi zaidi ya nini? Ya mshahara. Sio, unanielewa vizuri? Naishi zaidi ya nini? Ya mshahara. Naeleweka vizuri? Kuna watu wamefika mahali, wamefika kwenye viwango vya ajabu sana. Hivi unajua hawezi akaishi bila mikopo. Sio mikopo ya kuinua uchumi, ni mikopo ya kusustain maisha. Sio mikopo ya kumsaidia kuendelea kiuchumi, ni mkopo asipokopa anakufa. Naye Maria, uniangalie wewe, leo tunahubiri wote. Ushakutana na mtu namna hiyo? Haujakutana naye kwa mikopo? Hata hawezi, akimaliza anaingia mwingine. Akimaliza, na bahati mbaya amekopa hapa, akaenda pale akakopa, akaenda pale akakopa. Yaani anachukua ya huku anaipeleka huku. My God, that is not the kind of life. Sio maisha. Sio, mwambie Mungu akusaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie Mungu akusaidie mpendwa. Toka hapo. Badilisha hapa. Wewe unaweza zaidi ya mikopo, unaweza kuishi zaidi ya. Wani unafika mara umemnyenyekea mtu, ni Mungu wako. Yaani wewe leo hakuna kuna kazi. Kwa sababu ni bosi anakusomeshia mtoto, ni bosi anakulipa mshahara. Wewe na Mungu ndio mshakufa. Toka hapo. Unaweza kaishi zaidi ya huyo mtu mpendwa. Unaweza kaishi zaidi ya huyo mtu. Badilisha mtazamo wako, mtu wa Mungu. Mwanzo unaweza kupitia pagumu. Unajua kuacha tabia ni tabia. Mtazamo. Kuacha tabia kuna mahali, kuna lazima upite mahali fulani. Acha, ishi kwenye uhalisia wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio dhambi. Hata kama tukikucheka, hata kama tukikudharau, wewe haikupunguzi chochote, haikuongezei chochote. Ila tu ni mtazamo wako. Kuona uende sawa na wenzako nje ya uwezo wako. Yaani huo ni mtazamo wako. Ndio uko hapa mpendwa, tusaidiane. Toka huko. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Toka huko, ishi uwezo wako, mtu wa Mungu. Kuanzia chini ni wewe. Mama ameweka mkono kwenye kama. Kuanzia chini ni wewe. Mimi huwa nasema kula ugali dagaa ni maamuzi, sio hali ya ngumu ya maisha. Ni maamuzi. Eti bibe. Unajua chakula moja, chakula ni utamaduni, si ndivyo? Ukimfuata Masai hali nyama kwa sababu ya utajiri. Eti Masai anakula nyama kwa sababu ya utajiri. Ndio utamaduni. Kama unapenda nyama na huku kwetu tofauti na Masaini, huku gharama ni kubwa, basi Mungu tu akupe neema, utafute hela, si ndivyo? Uwe unakula nyama unavyotaka wewe. Lakini sasa usiseme kwa sababu na hali ngumu ndio maana nakula nini? Dagaa. Hapana. Utawakosea wanaokula dagaa, ndio uwezo wao. Sema amina. Na mchungaji hutaki kumkaribisha kwa sababu unakula dagaa. Kweli? Si dhambi kabisa unafanya hizo. Ishi uwezo wako mpendwa. Ishi uwezo wako, mtu wa Mungu. Utakuja kukutana na vitu ambavyo hutoviweza kuvitatua kwa sababu tu ya mtazamo fulani ya ovyo ovyo. Ishi uwezo wako. Ni mlenda. Ndio maisha yako. Kwa shida ni nini? Mchungaji hujui tu. Kuna baga. Wapendwa, nilishakula baga. Nimeingia siku moja Mlimani City. Unajua ukisimuliwa kitu ndio unakiona kama vile cha ajabu sana.
Kumbe ni mchanganyiko tu wa vyakula vya kawaida, nyama, mboga za majani, vitunguu tu vya kawaida. Yani hakuna maajabu. Yaani hakuna maajabu, ila tu ni kamtazamo fulani hivi. Hakwenda kupoteza hela, sikatai, nenda mara moja, sikatai. Lakini sasa usiwe yani wakati mwingine mpaka unahama njia ya malengo yako kwa sababu tu ya vitu ambavyo havina maana. Mpendwa, Kalebu akasimama akawaambia wana wa Israeli, tukaitamalaki nchi. Kweli Mungu akawapa urithi, waliingia ndani ya ile nchi. Yeriko ilishuka, makabila yaliteketezwa. Unakumbuka kule kwa Rahabu Yeriko, Mungu akawapa neema, wakamiliki mahali ambapo waliona hawawezi. Mungu akaachilia mkono wa ajabu na wakaweza kumiliki. Haya ambayo tunayazungumza, mpendwa, utakuja kuyaona wewe. Tani kamata umtazamo, wewe tembea naye, utashangaa Mungu anafanya vitu vya ajabu sana. Mungu anakusogezea watu ambao hukutarajia katika maisha. Unashangaa unaanza kualikwa mahali ambapo hukutazamia katika maisha. Kwani kwanza badilisha mtazamo wako. Hauwezi kushinda kama mtazamo haujabadilika. Nanielewa nini? Mhubiri mmoja akaalikwa, akaenda kwenye umisheni vijijini vya nchi ya Zambia, kama kusema Zambia hivi, sikumbuki ni nchi gani, lakini ni kusini huko. Alipoalikwa kule, akakutana na hiyo jamii, kabila hilo, msituni kabisa, huko ndani vijijini. Ametoka Tanzania. Unajua sisi pamoja na kuwa na makabila tofauti, lakini tuna utamaduni wa pamoja. Hata sasa Wamasai wanakula ugali, si ndivyo? Yaani ugali ni moja kati ya chakula ambacho karibia makabila yote yanakula. Hivi kuna kabila ambalo lili ugali kweli? Watu wanakula ugali sasa. Amefika pale, akapokelewa mgeni. Mgeni amepokelewa, wakapika chakula, mboga ya hicho chakula. Sikilize, mboga ya hicho chakula, mnafahamu kenge? Mbona mmeshtuka sasa? Kenge, mnafahamu kenge? Yule anamhitaji ndo lizard. Kenge. Sasa kwa heshima ile utamaduni, toka tunasimuliwa, kwa heshima ile utamaduni, anapikwa hivyo na miguu yake. Anatolewa tu tumbo hivi, yani hivyo. Ukimkata umemkosea. Mgeni ajue kwamba tumekuandalia wewe tu. Tembeeni muone wapendwa, tembeeni muone. Nenda China uone kinachotokea. Konokono ni moja kati ya chakula cha heshima sana, konokono sana. Kama unavyotupia karanga mdomoni, ndo mende wanatupiwa wapi? Mende. Sasa unaona unavyoshtuka wewe, mtazamo ni nini? Tukiondoa hiyo kichwani, unaweza kula chochote. Kweli ni mtazamo. Ndio maana nikasema ni somo pana. Sitakwenda kwenye utamaduni wa vitu kama hivyo. Ninachokuzungumza ni nini? Badilisha mtazamo wako. Najua umetoka kwenye utamaduni fulani, umetoka kwenye mazingira fulani magumu, umetoka kwenye vitu fulani. Sasa uko ndani ya Kristo. Tembea na mtazamo wa Kristo. Kwake anasema mambo yote yanawezekana. Kwa nini unakuwa na mashaka? Kwa nini unakuwa na hofu? Badilisha mtazamo wako. Ukisoma kitabu cha Wafalme, kuna kisa cha Daudi na Goliati. Baada ya kutokea vita, maana kasema Goliati na jamii yake ya Kifilisti walikaa upande huu. Daudi naye
gundi lake likakaa upande huu. Baada ya mchakato mrefu, Daudi akatokea kukabiliana na Goliati. Goliati baada ya kumwona Daudi akasema, mnaniletea kijana mdogo huyu, kijana mdogo. Akasema, sasa watajua kama mimi ni nani. Nitakuua, nitakukata kichwa, ni watupie ndege wa angani na wanyama pori wale wakumaliza. Maandiko yanasema kwamba Goliati akamlaani Daudi kwa miungu yake. Mpendwa, unajua kila mtazamo huwa una asili yake. Unaelewa? Kila mtazamo huwa una asili. Tunaamini tumeokolewa na Mungu, ndio mtazamo wetu. Wokovu kwa kila mwanadamu, imani, mtazamo wetu. Na upande wa shetani nao na mtazamo wao. Kuna vitu vingine, huu ni utamaduni. Mwanamke hataki kufanya hivi. Hiyo ndio ni mitazamo ya, na ina asili yake. Kwetu imani ndiyo mtazamo wetu, na asili yake ni Mungu. Goliati akamlaani Daudi kwa miungu ya kwao. Daudi hakukaa kimya, naye akaueleza mtazamo wake. Akamwambia Goliati kwamba mimi nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Lazima tuone mtazamo wako unapokabiliana na magumu, unapokuwa kwenye uchumi wako, unapobeba mimba. Una mtazamo gani wa kuzaa? Unaenda kuolewa, una mtazamo gani? Je, unaolewa? Hautaolewa? Mimi naolewa, lakini kuzaa sidhani. Sio mtazamo wetu, sio mtazamo wetu. Ukiolewa lazima ufanyeje? Uzae. Halo? Unajua mimi babu yangu aliacha nitamkia mpaka niende nyumbani kwetu nikafanyeje? Nikatambikiwe ndo nipate kuzaa. No, hiyo achana naye. Umekuja hapa, tuna mtazamo katika imani ya Kristo Yesu kwamba yasiyowezekana yanawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Akamlaani kwa miungu yao. Daudi naye akaja kwa Mungu wake. Kwa hiyo kila mtazamo huwa una asili yake, na huko kwenye asili ni kwamba kunatoka nguvu ya kukamilisha mtazamo wako. Simama kwa ndugu yako, badilisha mtazamo wako mpendwa. Ulishaambiwaga kule mathematics ni ngumu? Aliyekwambiaga mathematics ni ngumu naye ukapokea ikatengeneza mtazamo ndani ya umetenga msimamo kabisa. Mimi sisome mathematics. Mko hapa mnanisikia wasomi? Mimi najua mimi kusoma siwezi. Nani alikwambia kusoma uwezi? Aliyekwambiaga wewe kusoma uwezi? Nani? Kwa dunia hii kusoma ni professional, sio karama wala sio kipawa. Ni taaluma, kila mmoja lazima asome. Kama sio mapepo kichwani, mtazamo wako kama sio mapepo kichwani, wewe unaachaje kusoma kwanza? Unaachaje? Mwambie jangu twende shule. Mwambie nenda shule. Mwambie kasome. Badilisha mtazamo. Yaani ukitoka hapo utaanza kuipenda shule mpaka basi. Mwambie Mungu nisaidie. Unajua mimi biashara siwezi, ni kweli. Lakini ukimwangalia kabisa ananuka biashara mdomoni mpaka miguuni. Ananuka, yaani ukimwangalia kabisa ni mtu wa biashara kabisa. Afa anakuambia biashara siwezi. Wewe kama sio mapepo ni mtazamo. Wacha tuyakemea mapepo, tubadilishe mtazamo. Mtazamo ubadilishe kwa maombi. Ni mafundisho kama haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunakubadilisha ili ufananie nani? Kristo. Bwana anasema nanyi mtapokea nguvu akisha kwa ajili ya juu yenu Roho
na mtakuwa mashahidi wangu. Mtakuwa mashahidi. Hauwi shahidi kama hujabadilishwa. Kubali, pokea neno ili lilete badiliko ndani yako. Ondoa mtazamo hasi ambao umekuzuia miaka mingi. Kuna mitazamo mingine kabisa unaiabudu kabisa. Baba yangu alikuwa maskini, na mimi ni nani? Baba, unajua babangu? Wao mjui babangu alikufa bila baiskeli. Kwa hata mimi nikipata pikipiki ni bahati nasibu. Yaani ndo mtazamo unao na unauabudu kweli kweli. Halo? Yaani unaijua kweli, halafu mama anakuambia, baba anakuambia twende kwenye uganga, na unaongoza nini? Mtazamo wewe ni zero kabisa wa Mungu. Mtazamo wa Mungu wewe ni zero. Ni zero kabisa. Mtazamo tulionao Kristo ni yote katika yote. Uganga ni miungu. Halo? Uganga ni nini? Ni miungu. Kamatilia mtazamo wako. Na mtazamo unaonekanaga pale ambapo mchungaji hayupo, na Biblia haiko na wewe, na mafundisho na mahubiri hayako huko wewe kama wewe. Halafu jaribu linakuja. Mama mchungaji, mtoto unajua hali yake ilivyo, kwa mimi nafikiria twende kwa mganga. Eti umepigiwa simu na mama mkwe. Sasa unajua mimi ndo nilisababisha wewe uolewe. Yaani sisi tulikupenda sana. Yaani hata hivyo kuolewa ni vile ambavyo mume wako tulimtengeneza. Kwa hiyo sasa fanya moja. Mama mkwe, mbona sasa unapitiliza mipaka? Unaambia mama mkwe, nimekuelewa ila sijakusikia. Sema amina. Mama yako mzazi aliyekuzaa wewe, mama, nimekusikia ila sijakuelewa. Akikwambia mwanangu, tufunge 3 kavu, tuombe kwa ajili ya uponyaji wa mtu, mwambie yes. Yes, right. Anakwambia mwanangu, usikose ibada, omba, mwambie yes. So unampokea vitu tu vingine vingine, mpaka watu wengine kuniangalia machoni hawawezi. Sasa hawawezi kuniangalia machoni, na mimi nakuangalia kweli kweli, kwa sababu kuna vitu ulishaingiza vya ajabu. Kuna miungu umeingiza ya ajabu ajabu. Unapokea tu. Unajua wazazi wanapokujaga watu wazima wanakuja na vitisho. Mwanangu, acha ubishi, mimi ndio nimejua maisha kabla yako. Sasa ndio anasemaga. Wapendwa, wewe ni mtu mzima katika imani, yamkini zaidi ya huyo ambaye anakuambia wewe ujinga. Halo? Kuna vitu utamsikiliza, unasema, unajua anaongea, point inaonekana point, si ndivyo? Point inaonekana kabisa hii ni point. Na wengine anakuambia, wewe endelea tu na imani yako, lakini chukua hii weka mahali fulani. Hii haikuzuii imani. Si ndio anasemaga hivyo? Akiona una misimamo sana, anakuambia haina shida. Kwani ni wewe si mtoto wako? Si ndio anasemaga eti, kwani wewe si mtoto? Wewe utabaki na imani yako, mimi namtibia mjukuu wangu. Alafu tiba yenyewe sasa. Tiba yenyewe sio sindano wala sio maombi. Tutashavikwa jitu hapa linang'ara hivi, jitu limekaa linatoa macho. Yani wapendwa, tunaenda wapi? Mbona tunakuwa na imani haba? Watakatifu wa Bwana, tunakuwa na imani haba. Mwambie badilisha msimamo, mtazamo. Badilisha mtazamo. Mwambie badilisha mtazamo. Kubali imani ingie ndani.